Katika video hii hapa nakuja kuonyesha namna ambavyo unaweza kutumia VPN kwa kutumia eSIM ambayo inakuwa built-in katika simu yako. Kitu cha kwanza cha msingi ambacho unatakiwa uhakikishe ni kwamba uwe na simu ambayo inasupport eSIM. Kumbuka kwamba eSIM ni embedded SIM, ni line ambayo inakuja ikiwa artificial built-in katika simu yako ambayo unakuwa unaitumia. Baadhi ya simu zimekuwa simu za kisasa ambazo zimetengenezwa miaka ya hivi karibuni zimekuwa zinakuwa rich in eSIM. Ya zinakuwa zina eSIM nyingi zake zinakuwa za eSIM. Hadi baadhi ya iPhone zilikuwa na mpango kwamba zije zikiwa hazina sehemu ya kuwekea line, kwa maana ya kwamba watumiaji ama subscribers wa simu ya iPhone wao wanatumia embedded SIM kuweka line na kuimport line katika simu zao ndipo wafanye mawasiliano kama kawaida. Lakini baadhi zimekuwa zimefanikisha mpango huo, lakini baadhi hazina, lakini usije wa complain. Lakini simu nyingine pia ambazo zina sehemu pia ya kuweka line lakini bado zina embedded SIM ni kama vile Google Pixel, kuna Samsung, kuna baadhi ya simu za Sony, kuna baadhi ya simu za timu yoyote ambayo unahisi itakuwa ina support eSIM. eSIM kuangalia kama simu yako ina support ni njia ni nyepesi tu. Unaweza kupiga, kuna kodi ambazo nitakuwekea baadaye hapo mwishoni mwa video. Kuna baadhi ya kodi mwishoni mwa video nitakuwekea ambazo utapiga, then ikitokea namna ambavyo nitakuwa nimekuelekeza pale mwishoni, inamaanisha kwamba simu yako inakuwa ina support eSIM ama ina built-in SIM ndani yake, kwa maana ya kwamba inakuwa ina eSIM ndani yake. Lakini pia namna ambavyo unaweza kujua, pia unaweza kaingia katika settings, katika sehemu ya kumanage katika sehemu ya manage SIMs, utaona pale kuna eSIM pale imekuwekea kialama cha jumlisha ama plus. Ukiangalia kile kialama inamaanisha pale ukigusa ile alama ya jumlisha na add eSIM au maneno, unaweza usikute ile alama ya jumlisha wakuta wamekuandikia add eSIM, inamaanisha hiyo simu yako ina support eSIM. Sasa unaweza ka install simu yako kama kawaida, then ukawa umemaliza. Sasa nakuja kukuonesha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza ka install eSIM, artificial eSIM katika simu yako, then ukaitumia kutumia VPN katika simu yako. Mimi tu Vinemax, hakikisha kwamba umesubscribe, umeturn on notification, kengele kile. Hicho kengele ukikiweka on inamaanisha kitakusaidia pale ambapo tunaposti video kwa mara ya kwanza. Wewe kama mtu ambaye unapenda teknolojia, unapenda kujua vitu vya simu yako, unapenda kujua namna ambavyo unaweza kufanya vitu fulani katika simu yako, utakuwa ni mtu wa kwanza kupata video zetu. Lakini kama video hii hapa ni video ambayo umeipenda, share kwa marafiki, igongee pia like, lakini tuandikie comment kwamba video gani tukuandalie mbeleni nje na hii hapa video ambayo tumeitengeneza leo. Sasa kitu cha kwanza takiwa uingie katika Play Store ya simu yako. Sasa ingia katika Play Store ya simu yako, lakini kwenye iPhone pia nitawaambia kama sio mwisho wa video basi nitawatengenezea pia video yenu namna ambavyo unaweza kufanya. Ngoja kwanza nidili leo na Android katika video hii hapa. Kama unatumia simu ya Android yoyote, inamaanisha ingia katika sehemu ya Play Store. Kuna simu ya Android ambayo haina Play Store, haina store ya apps. Hii ndio store ya apps peke yake ambayo inakuwa ipo katika simu za Android zote. Sasa utaingia katika simu ya Android yoyote ya kwako, then hapo ina support lakini eSIM. Then sehemu ya kutafuta pale utaandika Red Bull eSIM kama hivyo nimeandika hapo. Red Bull SIM. Utaandika maneno kama hivyo hapa yanavyoonekana. Haiwezekani kana speed sana. Lakini ukishaandika utadownload. Ukishadownload kama ambavyo umemaliza, utainstall sasa. Utainstall katika simu yako. Ukishainstall utaifungua. Ukishaifungua sasa itakuwa na muonekano kama huu hapo. Utamenya mambo yote utakuwa unafanya kama ambavyo unafanya hapo. Kama utahitaji kusoma maelezo na nini utasoma. Kama unahitaji una skip mambo mengine, hana shida zao, utaingia upande huu hapa wa chini kwenye sehemu hapa ya profile. Utagusa hicho kialama cha profile hapo, kuna sehemu ya eSIM. Hicho hapa kisehemu. Then utagusa hicho kisehemu, kitakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya wewe kupata kodi ya eSIM. Sasa kuna kodi hapo, kuna QR code na kuna kodi ya maneno, ya maandishi, ya namba na maandishi ya mchanganyiko. Sasa utachukua hiyo kodi, unaweza kutumia QR code lakini hatutaki kudili nayo sana, lakini QR code pia unaweza kaitumia na ikafanya kazi bila shida yoyote. Sasa sisi tunachotaka tuchukue ni hapa kodi. Utakuchukua hii hapa kodi, then na kuonesha utaicopy. Ukishaigusa na maanisha itakuwa copied kwenye clipboard yako, then nakuja kukuonesha namna
ambapo unatakiwa uipeleke. Sasa utarudi kwenye settings ya simu yako. Utaingia katika settings ya simu yako, utaifungua. Then baada ya kuifungua hiyo settings ya simu yako, utaingia katika add eSIM. Na ndio maana nimekwambia kisha simu yako ina support eSIM. Kwenye sehemu ya add eSIM utagusa kialama cha jumlisha. Then hapo utagusa haya maneno hapa yameandikwa add manual. Then ukishagusa haya maneno inamaanisha atakupeleka katika sehemu ambayo wewe utahitajika. Maana kuna sehemu ya kuskani na kuna sehemu ya vitu vingi, lakini utagusa maneno hayo hapo, then atakupeleka sehemu ambapo utatakiwa upaste code yako. Then ndio ipaste code yako. Ushaipaste inamaanisha utaroni, utaminya next au done. Then baadaye ita install simu yako, ita detect kama simu yako na nini. Ikishabaniza ku detect inamaanisha itakuwa tayari installed kwenye simu yako. Kwa hata kama simu ilikuwa na kwa mara ya kwanza utakuta simu yako ina baa moja. Kile kibaa ambacho kinaonyesha mtandao kitakuwa kimnara kimoja. Lakini ukisha install simu na ukaiturn on, inamaanisha kwamba vitakuwepo viminara viwili. Ipo inamaanisha kwamba simu yako sasa inakuwa kama ilikuwa na line moja ndani yake na kikawa kimesimama kimnara kimoja, sasa vitaonekana viminara viwili ambavyo vinamaanisha mmoja ni wa eSIM na mmoja ni wa line yako ya kawaida. Sasa baada ya pale ukishamaliza sasa utaingia katika sehemu ambayo sehemu cha kuandika kwamba kimeandikwa kwamba allow data when roaming. Sasa allow data when roaming inamaanisha kwamba hii itakusaidia pale ambapo unakuwa unatumia utakapokuwa unataka kutumia data katika hii hapa simu. Lakini utaiallow, then kuna sehemu hapo ya choose network, utagusa katika eSIM yako, utaifungua ile eSIM, then utaingia katika ile eSIM na maanisha kwa settings yako itakuwa inaonekana kwamba kuna simu ya kwanza ambayo ilikuwepo ndani ya simu, lakini kama haipo pia itakuwa haionyeshi, lakini eSIM utakuwa unaiona sasa imeandikwa Red Bull. eSIM hii hapo itakuwa inaonyesha. Sasa utagusa hiyo eSIM ya Red Bull ambayo tumetoka ku download, ambayo tumetoka ku install tayari kwenye eSIM yako. Leo ukishafungua inamaanisha itakupeleka katika sehemu ambayo utakutana na ukurasa ambao unaona chini sasa. Sasa kwenye ukurasa huo chini kabisa kuna sehemu ambayo imeandika choose network. Kwenye choose network utascroll, then utagusa choose network. Hii inamaanisha utatafuta unagusa sasa. Sasa kuna hapo sehemu imekwambia choose automatically. Hiyo choose automatically wewe utaizima ili uende ukachoose wewe manually katika namna ya kawaida. Sasa utaenda uchague sasa, kuna mitandao mingi sana utaikuta pale. Unaweza kukuta kuna Vodacom, kuna Tigo, kuna mitandao mingine ambayo kuna Halotel, kuna Airtel. Sasa mimi ambao nataka nikwambie na nataka wewe uitumie ni ambao utakuta imeandikwa Vodacom. Sasa utagusa mtandao ambao umeandikwa Vodacom, lakini chagua kiwango cha mwisho cha juu kabisa cha mtandao. Maana mtandao kuna 2G, kuna 3G, kuna 4G, kuna 5G. Sasa kama ukigusa 5G, ukuta 5G, gusa 5G. Ukikuta 4G, gusa 4G, lakini usiguse ambayo iko chini sana. Mitandao ambayo inakuwa iko chini kama G vile, gusa mtandao ambao uko juu. Na ukishagusa pale inamaanisha actually itakuwa mtandao wako utarudi kwa muda, then baadaye utakubali. Ukishakubali inamaanisha umeswitch hiyo Red Bull eSIM yako itakuwa unaitumia Red Bull eSIM ambayo ni ya mtandao wa Vodacom 4G, au kama umegusa 5G itakuwa ni 5G. Sasa inamaanisha ukirudi katika kwenye baa yako huko ya simu, ukiangalia hapo kama umewasha mtandao kwa kutumia umeruhusu data zitumike katika eSIM yako, inamaanisha kwamba utaiona hapo kwamba imeandikwa Red Bull Vodacom. Ukiona haiandikwa Red Bull, imeandikwa tu mtandao. Kwa mfano kama una Vodacom ndani ya simu yako lakini imeandikwa, ukakuta hapo juu pameandikwa tu Vodacom, inamaanisha hiyo bado hujaswitch. Lakini ukiwa una Vodacom kwenye simu yako lakini ukaona hapo imeandikwa Red Bull, inamaanisha hapo unatumia mtandao wa Red Bull katika simu yako. Sasa kitu ambacho tutatakiwa kifanyike sasa baada ya pale, mimi natumia VPN. Kutumia sasa VPN. VPN unaipata vipi? VPN kwanza ili uipate unaweza kawa una host yako, then katika kuwa na host kwako kule kusaidia wewe kupata VPN. Sasa kutengeneza faili
ni vyepesi. Lakini kama mambo hayo yote ni mengi, kama hauna host na hujui unaanzia wapi ili kupata VPN, VPN kama hii hapa, kwamba utaenda make mimi natumia hapa VPN, nimetumia hapa VPN kwa video inaitwa DarkTuner. Utaenda Play Store, utaikuta hii hapa DarkTuner, then utaiangalia na nini, utaifungua. Kama una file utatengeneza file, then connect, utaanza kutumia. Simple tu. Hii hapa, kumbuka kwamba ukiconnect katika mtandao wa kawaida kama ni Vodacom ya kawaida haiwezi kukubali mpaka uwe unatumia I don't mean I mean Red Bull Vodacom, kama ambavyo nilikuwa nakuonesha tangu mwanzo. Sasa mambo yasiwe mengi, namna ambavyo unaweza kutumia hiyo ukapata file. Kama unashindwa kupata file, nitakuwa nimeweka na link yangu ambayo inakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu kwenye description au kwenye comment ya kwanza. Kwenye comment section nitakuwa nimeipin, au kama sijaipin utaangalia kwenye description, nitakuwa nimeweka link ya WhatsApp ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu, ambapo utanikuta, then tutawasiliana. Kwa hiyo utaniambia kama hauna, then niangalie na kusaidia vipi. Lakini sio kwamba nitakusaidia bure. Sasa ukija kuchukua faili, inamaanisha lazima ujue namna ambavyo, tujue namna ya kufanya hapo. Tutakuwa na namna ya vitu fulani hivi, lakini mambo ndo kama hivyo yalivyo. Mimi ni Vinemax, hakikisha kwamba umeungana nami pia katika video zinazokuja. Mambo ni mazuri.